karibu sana msikilizaji wa Amani Radio FM, lakini na mtazamaji wa Amani Radio Online TV pamoja na mtazamaji wa Holy Cross Family Ministry Tanzania, ambapo kwa siku ya leo bado tunasafiri kuweza kuzungumza mengi tukiwa hapa na watu kutoka idara ya watoto, ambapo yapo mengi sana ambayo tutashirikishana hapa kuweza kuyafahamu. Mzazi una jukumu gani kuhakikisha kwamba unamlea mwanao katika nyanja mbalimbali ikiwemo kiimani, lakini kumsaidia kuweza kukua zaidi na zaidi. Lakini niko hapa pamoja na katekista Raineli Petro kutoka katika parokia Mtakatifu Yosefu Mfanyakazi Ola City, ambapo ndiko anapofanyia utume wake, akiwa amembatana pamoja na Jerome Masi pamoja na Scholastica Masanja, ambapo hawa wote tuko hapa kuzungumza zaidi na zaidi kuweza kufahamu yale yanayohusiana na watoto, lakini upi wajibu wa wazazi katika kuwalea watoto kiimani, kimaadili pamoja na uwajibikaji. Yote haya tutasafiri nayo hapa kuweza kuyafahamu mengi zaidi. Lakini kwa siku ya leo, kwa bahati kubwa tupo na katekista, basi ingekuwa vyema kama tungeanza kipindi hiki kwa sala. Karibu sana katekista. Asante sana. Basi naomba tuanze kipindi chetu kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Mungu Mwenyezi wa milele, tunakushukuru kwa asubuhi njema. Tunasema asante. Tunaomba utuongoze katika kipindi chetu cha leo. Roho yako Mtakatifu awe pamoja nasi akituongoza katika yote. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Nikushukuru sana katekista kwa utangulizi huo, kuweza kuanza na Mungu, lakini imani pia tutamaliza na Mungu. Lakini tunapozungumza kuhusiana na Holy Cross Family Ministry Tanzania, Bwana Jerome, pengine msikilizaji na mtazamaji anaungana nasi kwa mara ya kwanza, afahamu nini? Asante sana Dairini. Utume wa familia wa shirika la Msalaba Mtakatifu Tanzania ama Holy Cross Family Ministries Tanzania ni utume ndani ya kanisa Katoliki ambao ulianzishwa na mtumishi wa Mungu Padre Patrick Peyton kwa ajili ya kuhimiza maisha ya sala kwenye familia. Yaani baba, mama na watoto wakae pamoja na kusali pamoja, hasa sala ya Rozari Takatifu. Kwa hiyo huo ndio utume wa familia, na ni utume ambao umeenea kote duniani, ulimwenguni, na upande wa Tanzania pia ndio tupo sisi wanautume ambao unatuona hapa ni sehemu tu ya wanautume wa utume wa familia kwa ajili ya kuhimiza maisha ya sala ndani ya familia. Na kwa maana hiyo basi kwenye huu utume wa familia tuna idara mbalimbali. Na ndio maana leo hii tuko hapa kwa upande wa idara ya watoto. Hii ni idara ambayo inahusika na kumjenga mtoto kiimani na kiuwajibikaji, ili atakavyokuwa kuanzia katika utoto wake hata atakavyokuwa mtu mzima awe basi ni mtu bora kiimani, awe ni mtu bora kwenye eneo la ufahamu, uelewa, kukabiliana na changamoto mbalimbali za maisha, lakini pia awe na mafanikio ya kimwili na mafanikio ya kiroho. Kwa hiyo kwenye utume wa familia kwenye hii idara huwa tunatoa semina mbalimbali kwa watoto, kuwahimiza na kuimarisha kwenye maeneo mbalimbali ya kiimani, kuwafundisha sala, kuwafundisha maisha ya utakatifu kwa kutumia utakatifu mbalimbali. Ndio maana tuna program kama tunaita ni Growing with the Saints, kukua na watakatifu. Kuwa tunawapitisha kupitia maisha ya watakatifu mbalimbali ambao katika utoto wao waliishi maisha mazuri na baadaye wakaja wakawa watakatifu. Lakini pia huwa tuna makongamano mbalimbali kwa ajili ya kuimarisha watoto. Hata kwenye Jimbo Kuu Katoliki ya Arusha huwa tunafanya sana na idara ya watoto jimbo program mbalimbali kama makongamano, semina mbalimbali. Tunazifanya pia katika level ya jumuiya. Kwa mfano pia parokia Mtakatifu Palote, Vincent Palote, Palote. Tumeshafanya program nyingi sana pale, na hata weekend hii tuna program pale na watoto kwenye moja wapo kwenye jumuiya ya watoto moja wapo seli zile za. Lengo letu ni kwa ajili ya kuimarisha watoto, kuwafundisha pia masuala ya Rozari Takatifu, kwa nini tunasali Rozari Takatifu na namna ya kusali Rozari Takatifu kwa maanisha. Unajua kuna kusali Rozari kwa sababu mambo usali, na kuna kuisali kama sala ukizungumza na Mungu wako kupitia maombezi ya Mama yetu Bikira Maria. Kwa hiyo tuna pia maandamano ya watoto, kwa maana ya kwamba tunawakusanisha mahali, tunawafanyisha semina kwa siku moja au siku mbili. Baada ya hapo tunafanya maandamano ili basi kuweza pia kushuhudia
na kuonyesha imani yetu. Lakini zaidi pia tuna program nyingi ambazo zinawaimarisha watoto kwenye eneo la maadili. Kwa maana ya masuala ya, tunaona siku hizi kuna mmomonyoko wa maadili ambao wakati mwingine yanaonekana hayo katika level kuanzia ya utoto unakoishia kwenda ujana. Kwa hiyo tunamuimarisha huyo mtoto kupitia program mbalimbali ili aweze kuimarika na kuwa na maadili mema. Nikushukuru sana Bwana Jerome Mmasi, lakini tungetamani pia kufahamu idara ya watoto, mengi hayo ambayo mnayafanya kuhakikisha kwamba watoto wanakuwa kiimani zaidi. Sababu tunajua ngazi ya kwanza ya malezi ni mtoto. Akiwa mtoto. Pengine wajibu wa wazazi ni upi katika kuhakikisha kwamba mtoto huyu anakuwa kiimani, kimaadili, lakini pia kiuwajibikaji katika ngazi mbalimbali? Asante ndugu mtangazaji. Kiuhalisia kwenye utume wa familia, Holy Cross Family Ministries Tanzania, huwa tunahusia wazazi na walezi mbalimbali kumlelea mtoto katika maeneo matatu makubwa. Eneo la kwanza ni eneo la kiroho. Eneo la pili ni eneo la, tunasema ni mikono ya mtoto. Eneo la tatu tunasema ni kichwa cha mtoto. Kwa hiyo tunavyozungumza kuhusu kumlea mtoto kiroho kwenye eneo la roho, maana yake lazima mzazi au mlezi umlee mtoto wako katika ile njia ambayo Biblia ilisema kwamba mlee mtoto katika njia ipasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Maana yake ni nini? Huyu mtoto afundishwe kuhusu kusali. Na kumfundisha mtoto sala sio jukumu la katekista wala sio jukumu la padri au sister wa kule parokiani, ni jukumu la mzazi au mlezi anayekaa na mtoto pale nyumbani. Kumfundisha mtoto kuhusu kusoma na kutafakari neno la Mungu ni jukumu la mzazi na mlezi anayekaa na huyu mtoto pale nyumbani ama kwenye kituo ambacho watoto wapo. Na kwenye eneo la kiroho pia ni kumfundisha mtoto kuhusu hofu ya Mungu, kujua Mungu anapenda nini, Mungu hapendi nini kwa watoto na hata atakapokuwa mtu mzima. Lakini kama tulivyosema pia eneo la pili muhimu zaidi ni kichwa cha mtoto. Kichwa cha mtoto tunasema kwamba mzazi au mlezi, pambana iwezekanavyo uhakikishe kwamba unampatia mtoto wako maarifa yaliyo sahihi. Na mara nyingi maarifa tunayopatia watoto wetu yanaanzia kwa yale wanayoyasikia na kuyaona kwetu kama wazazi ama walezi. Kwa hiyo katika maisha ya familia pale tunapoishi, baba na mama na watu wengine wanaishi kwenye ile familia tunakoishi, tujitahidi sana sisi wazazi ama walezi kuwa ni watu wanaotamka maneno mema, maneno mazuri na hata matendo. Wale watoto wanajifunza zaidi kwa kuona na kusikia. Lakini pia zaidi kwamba kwenye kichwa cha mtoto maarifa, tunataka huyu mtoto afundishwe uwajibikaji, kwa maana ya kwamba kwa mfano kwenye eneo la elimu, mzazi au mlezi apambane kwa kweli anavyoweza kadiri ya uwezo wake mtoto wake apate elimu ambayo ni nzuri. Na elimu tunavyosema ni nzuri, dada Irene, hatumaanishi tu elimu ile ya kwenda shuleni kujifunza Kiingereza peke yake, kwa sababu wazazi wengi tumejikuta tukifanya kazi kwa bidii sana kupata fedha nyingi kwa ajili ya kuwapeleka watoto wetu shule nzuri waweze kujifunza Kiingereza na mambo kama hayo. Ni vizuri, lakini tuhimize zaidi kwamba hawa watoto awe ni mtu ana elimu ya ufahamu wa mazingira yanayomzunguka na namna kuweza kukabiliana nayo. Ndio maana kwetu sisi Utuma Familia tunahimiza sana wazazi na walezi kwamba ufanye iwezekanavyo uhakikishe kwamba mtoto wako amepata elimu ya vitendo. Kwa mfano watoto wengi nyumbani pale anajifunza vitu vingi vilikuwa hata shuleni. Anajifunza kudeki, unaona, anajifunza shughuli tu kama akiona mama yake kwa mfano anasuka kitu fulani au anamsuka mtu, anajua kumbe naweza nikafanya hicho na maeneo kama hayo. Lakini hata kwenye eneo la elimu pekee Biblia ilisema kwamba mkamate sana elimu, usimwache aende zake, kwa sababu yeye ni uzima wako. Tafsiri yake ni kwamba tujitahidi sana kupeleka watoto wetu shule, kwenye vyuo mbalimbali, kwenye taasisi mbalimbali, wapate elimu hiyo pia, lakini zaidi pia tuwekeze pia kwenye elimu ya kiroho. Asante sana kwa ufafanuzi huo Bwana Jerome Mmasi. Lakini nirudi kwako Katekista Ranaeli Petro. Pengine tunapozungumza kuhusiana na uwajibikaji wa wazazi hasa katika masuala ya kiimani, mzazi anapaswa kufahamu nini? Ni upi wajibu wake kuhakikisha kwamba mwanae anakuwa vyema katika imani? Asante sana ndugu mtangazaji na msikilizaji wa Radio Amani. Tunapozungumza swala la mzazi juu ya mtoto, ni kwamba tunapaswa kujua mzazi ni mwalimu wa kwanza kwa mtoto wake katika kumlea katika imani, maadili mema na wajibikaji katika familia yake.
na mzazi anapaswa kumuhimiza au kumfundisha mtoto kuanzia mdogo kabisa, na afundishwe maisha ya sala ya familia katika baba na mama, na afundishwe pia juu ya kuishi maisha mema yenye kumcha Mungu, maisha ya upendo, maisha ya amani na furaha kuanzia katika familia. Tunajua kwamba mtoto anajifunza mengi sana kutoka kwa mzazi wake. Kwa hivyo mzazi ni mwalimu wa kwanza katika mtoto wake. Na mtoto anamtegemea mzazi kiulinzi, anamtegemea mzazi kiimani, anamtegemea mzazi kwa kila kitu ili aweze kukua kile ambacho amejifunza kutoka kwa baba na mama. Nikushukuru sana katekista kwa ufafanuzi huo mzuri kabisa. Lakini nikirudi kwako dada Scholastica Masanja, idara ya watoto iko chini yako lakini ni mama. Pengine mzazi ana mchango gani hasa katika ukuaji wa mtoto kimaadili, kiimani lakini na kiuwajibikaji? Wazazi wengi wanajisahau sana katika eneo hilo. Asante sana ndugu mtangazaji. Wazazi tuna nafasi kubwa sana kwa mtoto kwa sababu mtoto anazaliwa kwenye familia. Na wazazi ndio walimu wa kwanza kama alivyosema katekista. Kwa hiyo mzazi ana wajibu mkubwa sana kwa mtoto wake, na ni kitengo cha kwanza cha mafunzo ya mtoto kwa kila kitu. Kama tunavyosema malezi ni mwongozo, malezi ni kanuni. Tukikosea sisi wazazi mwongozo kwa watoto wetu, ndio tunatengeneza watoto wasiokuwa na maadili, watoto wasiokuwa na imani nzuri, watoto wanaotukana, watoto ambao wanasumbua walimu shuleni, watoto ambao wanasumbua hata kanisani. Kumbe mzazi ni chachu kubwa sana kwa mtoto wako unaposimama kama wajibu wako kama mzazi kumlea mwanao kiimani kama tulivyosema. Mtoto akijua sala akiwa nyumbani, mtoto akiwa na hofu ya Mungu kutoka kwa mzazi, ni rahisi hata akikutana na watu njiani, ni rahisi kusalimia. Anajifunza nyumbani kusalimia, anajifunza nyumbani kuongea vizuri na watu kwa kuona jinsi wazazi tunavyoishi nyumbani. Tukiamka wazazi hatusalimiani, mtoto naye akikutana na watu njiani hasalimii. Akifika shuleni hasalimii hata mwalimu. Akifika hata kanisani hajui kusalimia hata katekista. Hajui hata namna akifika kanisani aingieje kanisani. Kumbe mzazi ndio mwalimu wa kwanza, ndio chachu ya kwanza ya kumfundisha mtoto kwamba hiki ni kizuri, hiki ni kibaya. Pasipo mzazi kusimama kwenye nafasi yake, japo wazazi wengi sasa hivi tumetingwa na utafutaji, tumewachia dada wa kazi, tumewachia wasaidizi wetu nyumbani na tukasahau. Na sasa hivi wazazi wengi tunapeleka watoto daycare. Tunaamini kwamba pesa zangu zitamlea mwanangu, pesa zangu zitamsaidia. Kwani si ninayo pesa? Lakini je, anajifunza nini kule? Anafundishwa namna nzuri ya kuishi katika jamii, ya kuishi katika familia ambayo ni upendo, ushirikiano wa kukaa pamoja. Sasa hivi tunashindwa hata kula pamoja kwa sababu tumeweka uzungu, kila mmoja na sahani yake. Lakini kumbe kula pamoja ni moja wapo ya malezi. Ndipo utagundua mtoto wako anakulaje. Mtoto mwingine anaanzia uchoyo akiwa mdogo, mwingine anaanzia udokozi akiwa mdogo. Umewekea watoto wako watatu, umeweka nyama 3, mwenzake anataka ale zote, wenzake wasile. Kumbe pale ndo nafasi ya wewe mzazi kuonyesha malezi yako, kumrekebisha yule mtoto na kumkunja, kama wanavyosema jamii kwamba samaki mkunje angali mbichi. Kumbe usipotengeneza pale mwanzo, tayari unatengeneza gepu kubwa sana kwa mtoto. Ndipo unashangaa mtoto anaanza udokozi kidogo kidogo, alijifunzia pale kwenye kula. Nikushukuru sana dada Scholastica Masanja kwa ufafanuzi huu ambao wazazi wengi sasa wanapaswa kukumbuka nafasi zao katika familia na kuweza kuwajibika vyema. Lakini nirudi kwako bwana Jerome. Pengine changamoto gani hasa kwa kizazi cha sasa tunachokiona, ukuaji wa sayansi na teknolojia? Wazazi muda mwingi hawana nafasi ya kukaa na watoto wao kuzungumza katika nyanja za kiimani, lakini kimaadili pamoja na uwajibikaji. Wameachia majukumu wasaidizi wa kazi za nyumbani, na wengine kama ambavyo umemsikia dada Scholastica hapo, wanawapeleka watoto daycare. Ina madhara gani hasa katika ukuaji wa mtoto? Asante Dairini. Kimsingi kuwa na msaidizi wa kazi za ndani sio jambo baya, ni jambo zuri, na ndio maana naitwa msaidizi. Maana yake principal worker, mtu ambaye anafanya kazi wa kwanza pale nyumbani ni wewe baba na wewe mama. Huyo anaitwa msaidizi, ndio maana anaitwa msaidizi wa kazi za
ndani. Kuna kazi chache atasaidia, kwa mfano kusafisha nyumba pale, kufanya usafi. Wakati mnaondoka nyumbani wote mtamwacha, atatunza ile nyumba mliomwacha pale na nini. Lakini kimsingi wazazi na walezi, sisi ndio tunatakuwa tuwe mstari wa mbele katika huduma kwa watoto wetu. Unafahamu, wanasema, kuna msemo wa Kiswahili unasema kazi sio kuzaa, kazi ni kulea. Sasa kama wazazi tuliwazaa watoto alafu tukaacha ile kazi ya kulea, maana yake tumefanya kazi bure. Tafsiri yake nini sasa unachosema kwamba ni kweli wapo baadhi ya familia na wazazi ambao unakuta wanampeleka mtoto daycare, alafu kuna wengine anampeleka mtoto mdogo sana kwa miaka 5, 6 na kuendelea shule ya boarding. Kuna athari zake. Mimi watoto wangu kila siku nikiwaangalia pale nyumbani wanabadilisha tabia. Na kwa sababu ninawamonitor, niko karibu nao, nikitoka kazini jioni niko nao, asubuhi niko nao, siku za weekend nikipata nafasi na kuwa nao, hata wakati mwingine naenda nao ofisini. Ni lengo langu ni kuangalia wanazungumza vipi, wanavocheza, wanagana, naongea matendo gani wanafanya. Nafahamu kwamba tabia zipi ambazo watoto hawa zinabadilika na namna ya kupambana nazo. Kwa hiyo pale ambapo mzazi anakuwa pengine anachukulia kwamba daycare ni sehemu ya kwenda kumpeleka mtoto kwa sababu sina muda na mtoto wangu, au mwingine anampeleka shule ya boarding mtoto mdogo kabisa. Ni kweli kule boarding wapo walezi wa watoto. Lakini kimsingi mlezi mmoja ana watoto wengi. Ana watoto, kwa mfano shule ina watoto 200, 300 wa boarding. Alafu ana matron wawili au watatu. Tafsiri yake ni kwamba kila matron pale anashughulikia watoto 80 mpaka 100 na kitu. Hakuna binadamu duniani anaweza kusimamia watoto 80 hata kwa masaa matatu. Bila kwa kufahamu kila mmoja changamoto yake nini, tabia yake nini, rekebishe kitu gani. Kwa hiyo ni vizuri, ni kweli hizo shule zipo, taasisi kama hizo daycare zipo, lakini sisi wazazi lazima tuwe na muda kwa namna yote ile wa kukaa na watoto wetu na kuwalelea wale watoto. Usipofanya hivyo, sasa hizo fedha ambazo tunaangalia kuzitafuta, inawezekana tukapata mabilioni ya fedha na tukawa ni watu wenye uwezo mkubwa sana kifedha, kiuchumi, lakini tukawa na watoto ambao hata uwezo wa kurithi zile pesa tulizozitafuta hawana. Ndio wale watoto, baadhi unaona kwamba baadhi ya familia sasa unakuta wazazi walikuwa busy sana kutafuta maisha kipindi hicho, harakati za hapa na pale. Lakini sasa hivi baba amepambana hapa mjini, amenunua kiwanja chake, amejenga nyumba yake nzuri. Baba akiondoka duniani, hawa watoto miezi miwili ni mingi, wataanza kumalizana wao kwa wao kwa sababu ya kupambania ile mali ya baba. Lakini ingekuwa kwamba mzazi ana uwezo kukaa nao na kwa muda. Daskola amesema vizuri wakati anazungumza pia kwamba hata unajua ule wakati wa kula pale ni vizuri unawasoma watoto wako. Unajua kabisa nani hapa anakuja kuwa mdokozi, nani hapa ana wivu, anatazama sahani ya mwenzake ikoje, nani ambaye ni mgomvi, kuna ambaye tu ni mgomvi atamani kwenda kwenye sahani. Kwa hiyo unajifunza vitu vingi. Kwa kweli tutenge muda kukaa na hao watoto na tusiwaachie taasisi. Hizi taasisi tunazopeleka pia zina baadhi ya watu ambao pia hawana maadili mazuri. Ni bahati mbaya ukifanya study nyingi, ukienda kwenye taasisi nyingi zinazosimamia watoto kama ni shule au hizo daycare, utakuta wale wanaowatunza wale watoto sio baba kwenye familia au sio mama kwenye familia. Ni mtu pengine ameachika kwenye ndoa yake. Ni mtu pengine hata watoto wake mwenyewe hana uwezo kwa anaifanya ile kazi ili apate mshahara. Haifanyi kama wewe mzazi kwamba unafanya ili mkuze mtoto wangu aje mtu bora huko utumwani, ukubwani. Asante sana Bwana Jerome Mmasi. Lakini katekista, kutokana na haya ambayo umeweza kuyasikia, Bwana Jerome Mmasi pamoja na Scholastica Masanja wameyazungumza katika nyanja ya wazazi kujisahau, lakini kanisa lina mchango gani katika kuwakumbusha wazazi kwamba nao pia ni sehemu ya kuwalea watoto katika masuala ya imani? Asante sana ndugu mtangazaji. Kanisa linafundisha kuwa mzazi ndiyo mwalimu wa kwanza katika kumlea huyu mtoto, kwa sababu mtoto ni mali ya Mwenyezi Mungu na amekabidhiwa mzazi ili aweze kumlea. Na hata mwongozo wetu wa Jimbo Kuu Katoliki la Arusha, ukisoma kwenye ukurasa ule wa 7 ambao unasema mtoto huhitaji malezi na mafundisho na maadili mema kutoka kwa mzazi, mlezi na msimamizi wake. Kwa hiyo tunaamini kwamba mtoto huyu anajifunza mambo mengi kutoka kwa baba na mama. Kwa hiyo baba na mama wanapaswa kwanza kuwa katika umoja katika kumlea huyu mtoto. Wanapaswa kushirikiana malezi yote, malezi ya kiroho, kuhakikisha mtoto huyu anampenda Mwenyezi Mungu,
anamuishi Mwenyezi Mungu na anamtumikia huyu Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo swala la kiimani katika kumlea huyu mtoto linahitaji baba na mama ili kuweza kumsaidia huyu mtoto aweze kukua vizuri katika imani. Kwa sababu tukumbuke kwamba sisi sote tulikuwa kama watoto. Na katika hatua za ukuaji tumekuwa jinsi tulivyo, lakini tulipokelewa na wazazi wetu, wakatulea, wakatutunza, wakahakikisha kwamba wanatuelekeza na kutufundisha vizuri katika imani ya kanisa. Kwa hivyo na sisi ambao kama wazazi sasa ambao tuko na watoto, tusiwaache watoto peke yao, tusiwaache watoto wakihangaika, bali tufanye katika jukumu letu tuliokabidhiwa na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu hata katika wale ambao waliofunga ndoa tunakumbuka mojawapo ya mahojiano tuliambiwa kwamba tuwalee watu, uko tayari kuwapokea watoto na kuwalea kama ilivyo sheria ya Kristo na kanisa lake? Tulikubali wajibu huo kwa kusema ndio. Basi ile ndio ambayo tuliokubali kipindi tunafunga ndoa, tuiendeleze katika kuwalea katika matendo, ili mtoto aweze kukua na aweze kuishi vizuri katika Ukristo na imani yake. Asante sana Katekista Raineli Petro. Msikilizaji na mtazamaji ambaye unatufuatilia sasa kupitia Amani Radio Online TV, lakini kupitia Holy Cross Family Ministry Tanzania, bado tunazungumza ni ipi nafasi ya wazazi na wajibu katika kuwalea watoto kiimani, kimaadili pamoja na uwajibikaji. Lakini dada Scholastica, nirudi kwako. Pengine tunapozungumza swala la maadili, mzazi anapaswa kumlea namna gani mtoto wake katika maadili ambayo yatakuwa ni kioo na mwanga katika jamii na ngazi ya kanisa? Asante sana ndugu mtangazaji. Maadili ya kwanza ni ya kwako wewe mzazi. Mimi mzazi ninapokuwa na maadili mema, mtoto anajifunza kwangu. Lakini mimi nitakapokuwa sina maadili, bado sijamtengeneza mtoto. Kitendo cha kumwambia mtoto uwe unasalimia wakati mimi sisalimii ni kitu ambacho mtoto anaona kama naigiza. Lakini kumbe ili mtoto wangu awe na maadili, mimi kwanza nijiangalie nina maadili, ndipo nianze kumfundisha mwingine, kwa sababu mtoto anajifunza kutoka kwangu. Basi wazazi tujifunze kuongea vizuri kwa maadili, kutembea vizuri kwa maadili, kuvaa vizuri, kwa sababu mtoto anajifunza kwa mzazi. Anachovaa mzazi, kama ni mtoto wa kike anatamani kuvaa kama anavyovaa mama, kama ni mtoto wa kiume anatamani avae kama anavyovaa baba. Kumbe basi maadili mazuri, mtoto mwenye maadili mazuri anatoka kwa wazazi wenye maadili mazuri. Mimi nisipokuwa na maadili mazuri, nitatengeneza mtoto ambaye hana maadili mazuri. Basi kumbe wazazi, basi tujifunze kwanza sisi wenyewe tuwe na maadili mazuri. Wakati ninamfundisha mtoto, ninamwambia unaniona mimi ninavyopita njiani ninasalimia? Unaona ninapoingia kanisani naingia kwa maadili, lazima niwe nimefunga mikono, lazima nikiingia nipige goti, lazima ninavyochovya maji ya baraka kuna kusali. Mtoto anaelewa kwamba kumbe nifate mama anavyofanya. Nikiingia kanisani nikikaa ninatulia, ninasikiliza neno la Mungu. Ninapoamka, ninapotaka kuamka lazima niamke kwa heshima. Mtoto anajifunza. Ninapokaa kwenye meza ya chakula ninakaaje? Ninapokaa wakati tunasali ninaonekanaje mimi kama mzazi? Hayo ndio maadili. Ni vitu vidogo vidogo, lakini ni vitu ambavyo mtoto akiviangalia ndivyo kesho yake naye anakuwa mtoto mzuri, anakuja kuwa kijana mzuri, pia anakuja kuwa mzazi mzuri naye kwa watoto wake. Kumbe basi tutakapotetereka sisi, tutakapoonyesha ndivyo sivyo, mtoto anaweza kukuitikia ndio ulichomwambia, lakini ukitoka anasema mbona yeye hafanyi na mimi nafanya anavyofanya yeye. Bado amekuitikia ndio, lakini bado ameenda kwenye maadili ambayo sio. Tutengeneze njia zetu kwanza. Tuwe na maadili kwanza sisi. Tuonyeshe mifano mizuri, kwa sababu mtoto anapenda sana kufata anachokifanya mzazi. Mwalimu wa kwanza kama alivyosema katekista ni mzazi. Anapoenda kwa mwalimu wa darasani anaongeza tu mwalimu wa pili. Mwalimu wa kwanza, tengeneza msingi mzuri kwa mtoto wako ili awe na maadili ya kiimani vizuri, awe na maadili ya kumongoza katika jamii, aweze kupendwa na kila mtu. Mtoto wako anakopita wengine waonyeshe mfano. Mtoto wangu natamani awe kama wa familia ile. Sio kazi ndogo. Lazima usimame ukiwa unamtegemea na Mungu. Mshirikishe Mungu katika malezi. Mshirikishe katika sala, mwambie Mungu, mimi natamani watoto wangu wawe watoto kama alivyokuwa Yesu. Au wawe kama alivyokuwa mama Bikira Maria na alikuwa mtoto.
ili watoto wangu nisiteseke katika malezi. Kumbe tunavyomshirikisha Mungu katika sala, Mungu naye anatusaidia katika malezi. Peke yetu hatuwezi. Asante sana dada Scholastica Masanja. Lakini bwana Jerome Mmasi, wakati tunazungumza kuhusiana na wazazi kwanza wao wenyewe kuanza kuwa mfano ili waweze kuwalea watoto katika njia impasayo Mungu lakini inayopendeza na jamii kwa ujumla. Pengine kuna wazazi ambao wanaonya ama wanatoa onyo kwa watoto wao kwa njia ya ukali sana uliopitiliza. Ina athari gani sana kwa mtoto huyu, lakini na idara ya watoto mnawasaidia namna gani? Asante. Unafahamu kila jambo, Biblia inasema kila jambo na wakati wake. Kuna wakati katika maisha ambao tumekulia sisi yalikuwa ni malezi fulani ya ubabe ya ukali, na yalitusaidia sana kwa kipindi hicho na nyakati zile. Lakini sasa siku hizi nako nyakati hizi malezi hayajabadilika, ila kuna mambo ambayo yanajitokeza njiani mengi sana. Unaona, zamani hatukuwa na taasisi zinazosimamia mambo ya haki, sheria na nini na vitu vya watoto na vitu kama hicho. Na mambo hayo unaona siku hizi haki za makundi maalum. Lakini siku hizi tunazo, lakini pia tunaishi katika dunia na utamaduni ambao umechangamana, yani mchanganyiko. Kwa hiyo mimi ukiniambia kuhusu malezi kuwa mkali sana kwa mtoto, huwa haitengenezi mtu ambaye ni bora. Kwa sababu gani? Hata ukitazama zile familia ambazo zilikuwa na wazazi wakali sana na wakawa wanatoa adhabu kali sana, zilitengeneza watoto ambao sasa hivi ni watu wazima ambao sio wabunifu. Unaona kwamba kuna familia mtoto akishika kijiko anakoromewa, acha kijiko, akishika fagio, acha fagio, akishika hiki, acha. Huyu mtoto hata sasa hivi akiwa mtu mzima ofisini ni yule mtu ambaye hawezi akafanya chochote bila kuambiwa. Kwa sababu kwa namna alivyolelewa, kila alikuwa akishika kitu kujifunza anagombezwa. Kwa hiyo siku hizi tunahimiza kwamba wazazi tunatakiwa moja, tuwe karibu na watoto ili tuwaelimishe kwanza kwamba kitu fulani ni kibaya na ukifanya kitu hicho utapata adhabu hii. Na hii naomba niwaseme pia wamama. Wamama wengi wamekuwa na malezi ya kupiga kelele. Malezi ya kupiga kelele kwa mtoto yanamtengeneza mtoto ambaye ni tunamuita ni mtoto ambaye unajua kila siku nitakupiga, nitakuchapa lakini haumchapi. Unamtengeneza mtoto ambaye amezoea hizo kelele. Kwa hiyo kuna siku ambayo hata akienda mahali akiambiwa ofisini kwamba sheria ni hizi, hawezi akazifuata kwa sababu anajua tangia kule nyumbani kwa naambiwa hivyo na hamna kitu na nazivunja, hamna hatua ambayo inafanyaje inachukuliwa. Kwa hiyo makelele mengi sana kwa mtoto haisaidii. Jambo la msingi mueleweshe mtoto kwamba kuna jambo hili ukifanya adhabu yake ni hii. Na akifanya mtoto jambo, kwa mfano kuna makosa ambayo ni ya kawaida sana, muonye mtoto na umueleze kwamba next time ukifanya ile kosa nitakuadhibu. Na ikitokea kweli amefanya ile kosa, muadhibu. Tafadhali usimpe mtoto adhabu ahadi ya kumwadhibu alafu uache kumwadhibu. Utatengenezea mtu ambaye Dairini hata akiwa studio mkurugenzi wa hii radio akamwambia bana kuna kipindi kinaruka saa 2, hataenda kurusha kwa sababu anajua nilishazoea tu, naambiwa kwamba nitafukuzwa kazi lakini sifukuzi kazi. Kwa hiyo ni vizuri sana wazazi tujifunze hiyo kwamba tu balance. Kuna wakati kwa kweli wa kutoa adhabu, na adhabu ni muhimu kwa mtoto. Hata Biblia imesema kwamba tusiwanyime watoto wetu mapigo, lakini mapigo ya watoto wetu yawe ni mapigo ambayo ile adhabu ambayo tunaitoa ni ambayo tayari mtoto alishaelewa. Ndio maana hata saikolojia ya mtoto, wale wanaosoma saikolojia ya ualimu, inakwambia unavyotaka kumwadhibu mtoto mwanafunzi, mueleweshe kwanza kwamba amefanya kosa gani na unamwadhibu ili nini, ili wakati ujao ajue kwamba nikirudia lile kosa nitaadhibiwa kwa sababu ile siku niliambiwa kwamba nikifanya hivi nitaadhibiwa, na nilivyofanya kweli nilifanyaje, niliadhibiwa. Kwa hiyo tusiwe wakali sana, kwa sababu ukiwa mkali sana nyumbani, dada nani, kipindi chetu sisi miaka hiyo tunakuwa ilikuwa ukifanya kosa nyumbani pengine hata ulali ndani, unalala nje, yani unaishi kwa wasiwasi. Na yule mzee anatoka usiku kutazama kama uko kibarazani, yani kukufukuza usilale ndani, hataki hata ukale kwa jirani au kwa shangazi, anataka kukute pale nje baridi na upige usiku kucha. Sasa siku hizi unaona ukifanya hivyo unatengeneza na watoto wa mtaani, umeona utatengeneza hali ya mental health. Tuna changamoto kubwa, tutazungumza siku nyingine kwamba watoto pia chini ya umri wa miaka 18 wana changamoto kubwa ya afya ya akili kutokana na yale ambayo pengine wana experience kwenye malezi huko nyumbani. Kumbe mzazi hapaswi kuwa mkali pale anapoonya na kukaripia. Nikisalia kwako bwana Jerome, pengine wazazi wa Padre Patrick Python
tunajifunza kwao namna gani waliweza kumlea Patrick Peyton mpaka kuhakikisha kwamba alikuwa kijana mzuri mwenye maadili, lakini aliweza kuitikia wito wake. Asante sana. Kwa kweli maisha ya wazazi wa mtumishi wa Mungu Padre Patrick Peyton, huyu mwanzilishi wa Utuma Familia, ni maisha ya kuigwa sana katika malezi ya watoto wetu, katika familia zetu na jamii kwa ujumla wake, kwa sababu walikuwa ni watoto kwanza wamemfundisha mtoto Peyton na watoto wengine kwenye ile familia kuhusu tulichosema pale mwanzo, Mungu ni nani na Mungu anakutaka nini wewe kama mtoto. Lakini sio pale tu, walichukua hatua ya kuhakikisha kwamba wanasali pamoja kama familia. Kwa hiyo Peyton akakuwa akijua kabisa kwamba ili tupate mafanikio katika familia yetu, ili Mungu asikie sala zetu, tunatakiwa tukae pamoja kama familia na kusali pamoja. Kwa hiyo familia za sasa pia ziige hiyo, kwamba kukaa pamoja na kusali pamoja inakufundisha. Mimi nina mtoto pale wa miaka 4. Kuna siku ukimwambia piga ishara ya msalaba anapiga kwa mkono wa kulia, kuna siku anapiga kwa mkono wa kushoto. Sasa kama hauna ile sala ya familia, huwezi kujua kwamba mtoto anapigaga ishara ya msalaba kwa mkono wa kushoto. Kwa hiyo tuige maisha ya Peyton kwa namna hiyo, kwa maana ya wazazi wake. Lakini pia walimfundisha kuwa na maadili mema, na wakamfundisha kuwasaidia wazazi kazi mbalimbali. Maisha ya Patrick Peyton na wazazi wake yalikuwa ni maisha ya kijijini, ya ufugaji na ukulima, kama tunavyoona sasa katika jamii zetu hizi huko Tanzania na maeneo mengine. Na huyu Peyton alikuwa anaenda bega kwa bega na wazazi wake, wanamfundisha shughuli mbalimbali. Sasa siku hizi pia tuna wazazi ambao hataki watoto waguse chochote kitu. Uwajibikaji hakuna. Kwa hiyo mtoto hata akideki hatakiwi, kwa sababu kuna house girl wa kudeki. Kuna mifugo pale nyumbani, mtoto akienda akachukua kambuzi tu ili atoke nako akachunge, mzazi unagombana kwa sababu una kijana wa shambani ambaye anatunza nini? Anatunza ile mifugo. Lakini kimsingi umfundishi. Ndio maana kwenye Utuma Familia tunahimiza sana kwamba, kwa mfano, shule zinapofungwa, watoto hatushauri sana shule inapofungwa watoto waende tuition. Unajua kuna saikolojia hapo. Kama mwalimu aliyesoma ualimu amekaa na huyu mtoto miezi 6 pale shuleni akamfundisha, na huyu mtoto hajafanya vizuri sana kwenye ile eneo ambalo nafikiri, alafu natumia siku 18 changamoto 18 mtoto aelewe kitu alichofundishwa miezi 6. Sisi kwenye Utuma Familia tunahimiza kipindi cha likizo watoto wakae nyumbani na wazazi wao. Wazazi wawape majukumu watoto wao. Na mzazi unampa, kwa mfano mimi ninavyoondoka nyumbani na Jumamosi, naambia watoto wangu kwamba kuna sehemu pale bustanini nataka nikija nikute mmepalilia au mmepalima au mmenyeshea zile mboga, na mkifanya nitakayefanya vizuri nampa zawadi. Kwa hiyo ninapokuja jioni nakuja na zawadi. Nikikuta kazi yangu imefanyika vizuri nawapa. Nikikuta haijafanyika vizuri naambia hii zawadi naitunza mpaka mtakapofanya vizuri. Sasa unashangaa Jumapili wanaamka badala ya kwenda kanisani wanataka waanze kwanza ile kazi ikae vizuri, baba atoe nini? Atoe zawadi. Kwa hiyo hata maisha ya Peyton yalikuwa ni hayo maisha ya tunaita ni malezi kwa namna ya uhamasishaji. Yaani unamtengenezea mazingira kwamba afanye kile kitu kwa sababu anajua akifanya nitamsifia, nitampa zawadi, nitampa hiki na kile. Unafahamu kuna wakati mwingine hata ada zenyewe, hizi ada unatakiwa kabla hujaenda kumlipia mtoto umwambie kabisa kwamba hii ada bana ilitokana na, unaona ile siku tumeenda pale ofisini, uliona nimekaa pale ofisini ninazungumza kwenye redio na nini, kupitia kuzungumza kule ndio nilipata fedha, ndio nikapata ada ya kwenda kufanyaje? Kukulipia ada. Kwa hiyo mtoto atajifunza kwamba hela zinapatikanaga kwa kufanya kazi. Umeona Lakini huyu Peyton pia wazazi wake walimlelea kwa maana ya kumkuza katika wito wake. Yeye wazazi walimuhimiza akawa anaenda anatumikia kanisani, akawa ni mtu wa kuinteract kwenye program mbalimbali za watoto kanisani, baadaye akawa mtumikizi kanisani. Na hata Peyton na kaka yake Tom walivyokuja wakaambia wazazi kwamba tunatamani tuwe mapadri, wazazi hawakuwa surprised kwa sababu wanajua ni matokeo ya kile ambacho wamekifanya. Na wazazi sasa waliendelea na jukumu la pili, kuwasaidia vijana wao hawa katika kukuza wito wao. Kwa maana ya kuhakikisha kwamba wanakaa kwenye mazingira ya sala. Hata wakati wanaomba kutoka kule Ireland kwenda nchini Marekani, wazazi walikuwa wanasita kwamba pengine kule Marekani mkienda, kwa sababu mko mbali na sisi, hatuwezi tukawaunda vizuri ili mje mwe mapadri. Ndio maana wasiwasi mkubwa wa baba yao huyu ambaye ndio Peyton mwenyewe, wasiwasi mkubwa ilikuwa kwamba mkienda kule inawezekana mkaterereka kiimani na msije mkawa mapadri. Sasa sisi pia wazazi wa sasa hivi, namna gani tunatambua vipawa, uwezo na wito ambao Mungu ameweka kwa watoto wetu? Na kwa kweli kama tulivyosema, huwezi ukatambua kama huna muda wa kukaa na yule mtoto. Kama pengine wakati baadhi ya parokia tunahimiza zile parokia ambazo zinaruhusu watoto wazazi waende na watoto kanisani. Ni vizuri pia mzazi upate na nafasi mara moja ili ukiwa kule kanisani ujue mtoto ana behave namna gani kule
kule parokiani. Ukifanya hivyo utakuwa unatembea na huyu mtoto taratibu. Lakini pia la mwisho ni kwamba wazazi hao walikuwa ni sehemu ya hamasisho kubwa kwa mtumishi wa Mungu Padre Patrick Peyton. Ndio maana hata alivyoenda kule Marekani na changamoto alizokuwa wanapitia za kukosa kazi, baadaye hata kuugua, wazazi walikuwa nao bega kwa bega wakiwaombea, lakini wakiwatia moyo kwamba mnaweza, hata kama maisha yamekuwa magumu, mazingira yamekuwa magumu, inawezekana. Kwa hiyo wazazi wa sasa wengi tunaishia kwenye kuwalaumu watoto badala ya kuwahamasisha na kuwasaidia. Ndio maana wakati mwingine mtoto amebadilika tabia nyumbani, badala ya kumsaidia unaanza kumtangaza kwa shangazi. Siku hizi fulani hana adabu kabisa. Lakini kama mzazi tufanye kama walivyofanya wazazi wa Patrick Peyton. Na leo hii tuna utuma wa familia ambao umeenea duniani kote. Ulitokana na familia moja tu ambayo ilikaa pamoja ikaweza kutengeneza kumuunda mtoto anaitwa Peyton. Na leo hii ni mtumishi wa Mungu. Pengine Mungu atasaidia, atatangazwa kwa mtakatifu wa sala ya familia. Amina. Hakika ni mfano wa kumuiga. Yapo mengi sana ambayo yanatakiwa kuigwa kutoka kwake. Lakini dada Scholastica, pengine idara ya watoto mmekuwa mkikutana na watoto mara kwa mara, mnazungumza nao, mnapata nafasi pia kusikiliza changamoto ambazo zinawakabili. Pengine kuna mkakati wowote wa kupiga hatua zaidi kutafuta wazazi na kuzungumza nao namna ya kuishi na watoto, kwa sababu kizazi hiki ni cha ukuaji wa sayansi na teknolojia. Mkakati uko vipi? Asante sana. Mkakati tunao. Na ndio maana tunajitahidi sana. Tunatamani kupita kila familia. Baada ya hapo tunatamani kufika hata kwenye kila parokia. Angalau basi tuweze kuzungumza na mzazi kuhusu malezi ya watoto. Kwa sababu watoto wa sasa hivi ni wa kizazi, Yesu alisema kizazi cha nyoka. Ndio hiki. Kizazi cha utandawazi. Wana akili kuliko wazazi waliowazaa. Na wana uelewa mkubwa kuliko sisi. Kwanza wanachofundishwa darasani, wanachokiangalia kwenye mitandao, wanachoangalia kwenye TV. Sisi tumekazana kutafuta pesa, lakini kuna vitu tunawanunulia watoto wetu nyumbani. Kuna watoto wamenunuliwa tablet nyumbani za kucheza game. Kuna watoto wamenunuliwa mpaka wengine wana laptop nyumbani za kucheza magame na kujifunza mambo mengi. Sisi tumevinunua lakini hatuvijui kuvitumia. Mwisho wa siku vinakuwa maumivu kwetu. Ndiyo. Sasa wale watoto tumewanunulia, wanajifunza vingi kuliko sisi. Wana ujanja mwingi kuliko sisi. Tusipomshirikisha Mungu katika kuwalea na kutumia mbinu ya kimungu, hatutaweza. Lazima kwanza tuwe watu wa sala. Alafu tuwe na hekima kubwa. Tumuombe Mungu atupe busara ya kuzungumza na hawa watoto. Maana wakati unazungumza naye, yeye tayari ameshapata jibu. Akiona unakosea tu anajua ataenda kumwambia nani. Wanajua mpaka mashirika, wanajua mpaka namba za simu za kupiga. Ukimfanyia ndivyo sivyo. Kwa hiyo pasipo hekima ya kimungu na kutumia hekima ile ya mzazi, usiwe mkali, tumia hekima. Ukimshirikisha Mungu kwamba Mungu, hawa watoto umenipa, ninakuomba unisaidie katika kuwalea. Hapo tutafaulu na tutaweza. Sasa ili la kuwasaidia wazazi, ninaomba wazazi tuwe pia kipaumbele cha kuwasikiliza watoto. Tusiwe wakali tu, tuwasikilize wana changamoto gani. Wengine watoto wanapotea, wanakosa maadili kwa sababu tu alikosa nafasi ya kusikilizwa na mzazi. Akatafuta mtu wa nje wa kumsikiliza, ndiko huko akaenda kupotezwa. Lakini kumbe mzazi, utakapotenga muda kwa ajili ya mtoto wako, unatengeneza kizazi kijacho kizuri, unatengeneza msaada wako utakao kusaidia wewe baadaye, lakini unatengeneza taifa la Mungu zuri ambalo litakuja kuwa kiungo kizuri. Kwa hiyo wazazi tunawasaidia kwa njia, kwanza kama tunavyosema utume wa familia, tunahusika na familia kwa kuwatembelea familia moja moja, kuzungumza na wazazi wale tunaowakuta nyumbani. Lakini tukishindwa hapo, tuna semina kwenye parokia mbalimbali, tuna mafundisho kama hapa kwenye redio. Wazazi wengi changamoto, hawasikilizi redio, hawapiti kwenye mitandao. Ndio wana simu, lakini watoto ndio wanazitumia simu zao. Wazazi pia tuzitumie kuangalia vitu kanisa linasemaje, ili tupate mwongozo vizuri. Neno la Mungu tulisome kila siku. Pamoja na kwamba tuna changamoto nyingi, tuna mtafutaji mwingi, tembea hata na kibibilia kidogo. Kuna saa wateja wanapungua, soma neno la Mungu, litakupa maarifa. Kumbe ni mtoto nimleeje, nitumie njia gani katika kumlea mtoto wangu, nimsaidieje? Kwa kutumia neno la Mungu pia
kwa sababu Mungu ametupa mwongozo kila kitu huko kwenye Asante sana dada Scholastica Masanja. Pengine nasi muda si rafiki sana. Swala la watoto tukizungumza kuhusiana na uwajibikaji wa wazazi ni swala ambalo tunapaswa kulizungumza kwa kina na kulipazia sauti, ili wazazi ambao wanateleza pengine kutokana na ubize wa kazi, harakati za utafutaji za maisha kila siku zinafanya wasahau ni nini hasa wito wao katika familia. Lakini katekista, kabla ya kutamatisha, pengine wito wako ni nini hasa kwa wazazi walezi ambao wanatusikiliza sasa kuhusiana na kuwalea hawa watoto kiimani, kimaadili na uwajibikaji, ili baadaye basi tuweze kupata mapade na masista lakini na mabrother ambao watatumika shambani mwa Bwana. Asante sana ndugu mtangazaji. Wito wangu mkubwa ni kuwaomba wazazi kwanza kuishi pamoja, baba na mama, na kuhakikisha malezi ya mtoto wanashirikiana katika kumlea huyu mtoto kiimani, kimaadili na uwajibikaji. Tuhakikishe kwamba wazazi tunakuwa kioo au walimu wa kwanza, kwa sababu mtoto anaona, anasikia, anatenda kwa kupitia ndani ya familia. Kila anachokiona mtoto anaiga, kila anachokisikia mtoto anatenda. Kwa hiyo tuwafundisha watoto wetu maadili mema, maadili ya sala, maadili ya kuziishi amri za Mungu katika matendo. Tunaambiwa kwamba katika amri za Mungu kumpenda Mwenyezi Mungu kwa moyo wote, kuwaheshimu wazazi na kuweza kuishi maagizo yote ya kanisa. Tupende amri za kanisa pia, ambapo ndio msingi wa familia zetu au msingi wa kuishi maisha mazuri kama mama kanisa anavyotufundisha. Lakini pia kwa watoto, kile ambacho tunachofundishwa na wazazi tukipende kwa moyo wote na tukitende kwa nguvu zote. Amina. Nasi basi kwa kujumuisha haya yote ambayo tumeweza kuyazungumza kwa siku ya leo, tuyakabidhi mikononi mwa Mungu, kwa sababu tulianza mwanzo naye, na tunapotamatisha katika kuzungumza haya ya wazazi kukumbuka wajibu wao wa kuwalea watoto kiimani, kimaadili na uwajibikaji, basi Mungu aweze kumkumbusha kila mzazi na kila mlezi ambaye ametenga muda wake kusafiri nasi kukumbushana yale ambayo yanawahusu kwa nafasi yao katika familia, katika kanisa na katika jamii. Asante. Karibu kwa sala katekista. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuongoza katika kipindi chetu cha leo. Tunaomba utubariki sisi sote, wabariki na wale wote waliotusikiliza. Tunaomba hata tunapotoka mahali hapa, Roho wako Mtakatifu atutangulie, atuongoze katika yote. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Tunaukimbilia ulinzi wako mzazi mtakatifu wa Mungu. Usitunyime tukiomba katika shida zetu. Utuokoe siku zote kila tuingiapo hatarini. Ewe Bikira mtukufu na mwenye baraka. Amina. Moyo mtakatifu wa Yesu, utuhurumie. Moyo safi wa Bikira Maria, utuombee. Watakatifu wote wa Mungu, mtuombee. Kwa jina la Baba, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amin. Mungu awabariki sana kwa kuweza kutenga muda wenu kwa siku ya leo. Amen. Asante sana wewe msikilizaji, lakini na mtazamaji ambaye tumeweza kusafiri kwa pamoja, hasa kuweza kuzungumza mengi kuhusiana na wajibu wa wazazi katika kuwalea watoto wao kiimani, kimaadili pamoja na uwajibikaji. Pengine kuna mahali somo hili la leo limekugusa, hakikisha mzazi mlezi unabadilika. Lakini kupitia mitandao ya kwetu ya kijamii, endelea kuwa mwanafamilia kwa kutuma maoni ya kwako, lakini kusubscribe ili kuweza kuendelea kujifunza kanisa linatukumbusha nini, lakini utume wa familia wa Msalaba Mtakatifu Tanzania unatukumbusha nini, kwa sababu sala yenye nguvu daima ipo mikononi mwako. Mimi ni Irene Simon na Mungu akubariki.